Kama ambavyo itakumbukwa, leo tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 tulikuwa tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania, Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam, kwa ajili ya kuwawakilisha wateja wangu hawa mnaowaona. Wako 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swai. Hawa walikuwa ni wafanyabiashara pale Kariakoo katika jengo ambalo liliporomoka mwaka 2024 mwishoni. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja hapa kwa ajili ya land case, kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo iko mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae, na sababu ya kuja ilikuwa ni kuweza kudai fidia. Hawa wafanyabiashara walikuwa wamewekeza mitaji yao pale, lakini kuna baadhi yao walipoteza ndugu, kwa maana ya jengo lilipoanguka watu walipoteza maisha. Sasa hiyo yote inahitaji fidia. Kwa hiyo sehemu sahihi ya kuja kudai fidia hiyo ni hapa Mahakama Kuu ya Tanzania, Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam. Sasa kilichojiri leo ni kwamba bahati mbaya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae amepata dharura, ameshindwa kuwepo mahakamani, na badala yake kesi imeahirishwa mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Rose Kangwa, na itakuja tena kwa ajili ya amri muhimu siku ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ikumbukwe tu kwamba wateja wangu wanaamini kabisa kwamba jengo lile limeporomoka kwa sababu ya uzembe wa wamiliki ambao walikuwa wanafanya shughuli zingine kinyume na utaratibu, ikapelekea kilichotokea. Lakini uzembe ule hauwezi kuachwa hivi hivi. Katika macho ya sheria, kila uzembe unapotokea lazima fidia iwepo. Sasa sehemu sahihi ya kuweza kuipata fidia ni hapa mahakamani. Kwa hiyo tusubiri tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ambapo mahakama itakuja kutoa amri mbalimbali muhimu kwa ajili ya muendelezo wa shauri hili ambalo liko hapa mahakamani. Wateja wangu wadai kulipwa fidia, na fidia ambayo wanaidai hapa ni shilingi bilioni 40, kwa sababu utakumbuka Kariakoo ni eneo la kibiashara. Watu wamewekeza mitaji yao. Kuna watu wamewekeza milioni 500, watu wengine wamewekeza milioni 10, wengine wamewekeza bilioni 1. Kila mtu na biashara aliyokuwa anaifanya kama mnavyo